Wakati Tanzania ikiendelea kupambana kuimarisha ulinzi na usalama, taasisi zisizo za kiserikali zimeendelea kujikita kutoa elimu kwa wananchi wanaoishi katika maeneo ya mipakani sambamba na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Akizungumza wakati wa kongamano la amani lililodumu takribani siku 2 jijini Dar es Salaam, wadau na washiriki wa amani wameelezea namna miradi mbalimbali inayotekelezwa ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Katika mradi huu tulikuwa tunaofanya wilaya ya Mtwara vijijini katika maeneo ya mpakani mwa Mtwara na Msumbiji, na sababu kubwa iliyofanya sisi tukaenda kufanya huu mradi katika yale maeneo ni kwa sababu watu wanaopatikana ule mwambao wa pwani au yale maeneo ya mipakani wako katika hatari kubwa ya kuingia katika vurugu na kujihusisha katika makundi yale ya kigaidi. Kwa hiyo sisi kama shirika la TASA kwa kupitia mradi huu imetusaidia na imesaidia pia wanamtwara kuwapa elimu vijana wanaopatikana maeneo yale ya hususani mipakani, waweze kupata elimu ni jinsi gani ya kulinda amani na wasiingie katika makundi ya uvunjifu wa amani. Malengo makubwa ya huduma jumuishi ni kupunguza tension, conflict na kujenga amani kwenye jamii. Kwa hiyo sisi tumeenda kufanya hiyo kwenye kata 3, Kitangali, Chihangu na Mchemo kwenye halmashauri ya Newala vijijini. Uwezeshwaji ambao umefanywa kwa haya makundi ya wataalamu kwa maana legal officers, medical doctors, social workers na wadau wengine wanaoshughulika na wahanga wa vitendo vya ukatili wa kijinsia vimeenda kufanya kazi mbili. Moja, kikosi cha vijana ambacho tumekianzisha na sasa hivi kimesajiliwa kama asasi ya kiraia. Kazi yake kubwa ni kuendelea kutoa elimu ya kujenga amani kwenye jamii ya watu wa vijijini, na hawa wataalamu ni kuwatoa kwenye ofisi zao sasa kufanya kazi kulingana na milengo na mitazamo ya jamii. Watu wahanga wa ukatili wa kijinsia au ukatili wa watoto, unajua, wanaogopa kwenda polisi. Mpaka sasa wanaona polisi ni sehemu si salama. Miradi hiyo inafadhiliwa kwa ushirikiano na Umoja wa Ulaya na taasisi zisizo za kiserikali ikiwemo SEFA na We World. Wafadhili wameeleza sababu ya kuchagua nchi za Afrika Mashariki kwa utekelezaji wa miradi hii. In East Africa, you know, like there are so many conflicts we have discovered that surely it's not a person with a gun, but it could be like in Kenya we have a huge problem of land grabbing. In Mozambique, no, there is recruitment from extremist group. In Tanzania also there is this lack of space for youth, and then you know they don't find their place to express themselves. So what we have done with Kujangamani, why this project choose East Africa, because I think in East Africa the youth are so talented. They have a lot of knowledge. They are the majority of the population, and if you exclude them from the decision-making spaces, then you can not have a cohesive community and long-lasting peace. Experience that I had inside this project. So the first session was about media engagement, because in this project we try to change the narrative. Youth are seen in their community, and the conflict of the community are represented through media. So we had media from 3 countries, from, as I said, Mozambique, Kenya and Tanzania. In particular Tanzania, we have people from Mtwara and Tanga, because the project was in the